Mtiania wa kiti cha urais wa TFF Shija Richard amesema atawashtaki TFF na atashitaki kutokana na kanuni ambazo zimewekwa za uchaguzi. Huyu ni mgombea wa nafasi ya urais ambaye pia amekosa endorsement. Na ukishakosa endorsement maana yake huwezi kuwa mwanachama, huwezi kugombea nafasi yoyote ile ndani ya shirikisho la soka Tanzania bara. Na yeye baada ya kukosa endorsement amesema ataenda kuwashtaki TFF kuhakikisha kwamba haki inapatikana, kwa sababu anaamini kwamba Wallace Karia amechukua endorsement zote kwenye mikoa, kwenye vyama vya mikoa, lakini pia kwenye maeneo yote ambayo anahusika. Lakini huyu aliwahi kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya Young Africans, na ndio maana ana hiyo nguvu ya kwenda kulalamika. Shija Richard, kwa wale ambao wanafuatilia sana mpira, especially kwa mashabiki wa Yanga, wanamjua kwa sababu amewahi kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya Young Africans na amedhamiria kwenda kuwashtaki TFF kwa sababu anaamini kwamba uchaguzi haujaratibiwa kwa haki. Yani namna ya watu kuchukua fomu na namna ya usimamizi wa uchukuaji wa fomu na urudishwaji wa fomu, haki haijatendeka kwa sababu ameenda kutafuta endorsement na amekosa hizo endorsement. Na kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba kwa kiasi kikubwa Wallace Karia ndio amepata endorsement nyingi kuliko kiongozi mwingine yoyote au kuliko mtu mwingine yoyote ambaye ameenda kugombea nafasi ya uongozi ndani ya shirikisho la soka Tanzania TFF, kwa wale ambao wadogo wanagombania nafasi ya urais wa TFF. Ukumbuke watu ambao wamechukua fomu za kwenda kugombea nafasi hiyo ni engineer ambaye anaitwa engineer, ni kiongozi, ni mjumbe wa kamati ya mashindano ya Young Africans, anaitwa Engineer Mustafa. Lakini pia kuna Alimaya Tembele naye pia ameenda kugombea nafasi hiyo. Lakini pia yupo Shija Richard ambaye yeye amedhamiria kabisa moja kwa moja kwenda kuwashtaki TFF, lakini pia kumshtaki Wallace Karia kwamba yeye amepata endorsement nyingi kuliko viongozi wengine wote ambao wanagombea nafasi ya urais ndani ya shirikisho, kitu ambacho anaamini kwamba kuna haki haijatendeka sawa, kuna jambo halijaenda sawa. Na ukumbuke uchaguzi wa mwaka 2021 uchaguzi pia ambao ulifanyika pale jijini Tanga, Wallace Karia alipita bila kupingwa kwa sababu hapakuwepo na mgombea yoyote ambaye alitokea zaidi ya kwake peke yake, na wengi walikosa sifa za moja kwa moja. Kwa hiyo kukosa sifa kwa wale kulipelekea sasa Shija kulipelekea yeye kuwa rais wa TFF. Lakini pia wa awamu hii pia viongozi wengine wote ambao wanagombea nafasi ya urais kuna uwezekano mkubwa pia akakosa sifa kwa sababu hajapata endorsement. Sasa ukishakosa endorsement maana yake umekosa sifa. Sasa hicho ni kitu kingine ambacho kimepelekea watu ambao wanatia nia kwenda kulalamika. Unaona hata Alimayai amekosa pia endorsement, Engineer Hashim pia amekosa endorsement, lakini pia ukimwangalia Shija Richard pia amekosa endorsement. Kwa wale wengi ambao wanagombea nafasi ya urais ndani ya TFF wamekosa endorsement, kitu ambacho kimeibua mijadala mingi kwamba kwa nini nafasi ya urais pekee ndio ambao watu wanakosa endorsement. Inawezekana ni mpango wa kumfanya Wallace Karia aendelee kurejea madarakani kama ambavyo ilikuwa mwanzoni. Mimi nitaendelea kuwajuza kile ambacho kinaendelea, lakini nikwambie tu jambo moja kwamba zamani kwa uchaguzi wa TFF, uchaguzi ulikuwa na vipindi vitatu, lakini sasa hivi uchaguzi ni wa miaka 4 na sio miaka 3 kama ambavyo kwa mwanzoni. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Wallace Karia akaenda pia kushinda uchaguzi wa TFF kwa mwaka huu na akaiongoza tena TFF kwa miaka mingine 4 inayokuja.